Mama, unaitwa nani? Unatokea wapi? Mimi naitwa Zena Ali Mangole. Natokea Chalinze Mzee. Ndio. Nilikuwa na tatizo la mwanangu Robert Piusi. Alikuwa na kichwa kwanza, alidai kina maji kichwani. Baada ya kumpeleka hospitali kumpima, yani ilikuwa halisi akili yake safi na maji hamna. Tukarudi nyumbani, tukasikiliza kwenye redio, tukamsikia Nabii Joshua yupo Morogoro. Ndio. Tukaenda zetu Morogoro. Na kweli baada ya kumuona Nabii kumshika, yani mwezi mmoja haujaisha maji yamekauka, hana maji kichwani. Tukarudi akili yake fresh. Tukakaa anaanza kubadilika. Anaongea peke yake mara hivi, hata ukiongea naye anajisahau. Baada ya kupanga twende Morogoro, ndio kaja hapa Nabii jana. Kuja tu na mimi nikaja kumshtakia, na kweli baada ya kumuombea kwenda nyumbani, kulikuwa na dawa natumia, anasema mama, mimi situmii dawa na nimeshapona, sioni chochote, na kweli hajatumia mpaka leo. Nimemwacha mzima Robert. Kwa kweli toka jana ulipokutana na mtumishi wa Mungu Betu Nabii Joshua na kutamka neno, huyo Robert hakuwepo hapa. Hakuwepo. Alikuwa nyumbani. Lakini baba Nabii alitamka neno lilimfikia huko nyumbani. Ndio hivyo hivyo. Na akili yake imekaa sawa. Imekaa sawa, na dawa kakataa kumeza. Alikuwa anatumia dawa, lakini kasema mama, mimi situmii dawa. Na kweli nimemwacha fresh. Kachukua jembe kaenda kwenye shughuli zake. Kanisa, piga makofi na vigeregere kwa ushuhuda. Haleluya. Hiyo hadi idumu kwa kikiwa na muda gani? Nimesahau. Leo mrefu sana, hata miaka 10 inatokea. Miaka 10? Yani inatokea. Lakini yuko fresh. Kwanza kwenye maji alikuwa sijui miaka 2 ile. Yeye kazi yake kutizama juu hivi, kinama anaona maji yanamwagika. Kwenda kwa Nabii maji hamna. Amen. Yani kapona kabisa, anashika jembe na analima. Amen. Kaanza kuongea peke yake na halisi tangu jana, yani kalala usingizi mpaka nimemkumbusha tega neti. Yani kajisahau kabisa, kalala. Kwa kweli amekataa kumeza. Hajameza, kakataa. Kwa kweli namshukuru Mungu. Unawaambia nini wanaokusikiliza muda huu? Wanaonisikiliza wakimbilie kwa nani? Kwa baba Nabii Joshua. Kwa kweli mimi mwenzao nashukuru, tena nashukuru. Ndio hivyo hali halisi. Amina. Mungu akubariki sana. Amen.